Tumetembelewa na wageni wawili katika studio zetu. Tafadhali karibuni kwa utambulisho. Asante sana, naitwa Shija Samuel Shibesh, ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka jimbo la Misungwi, Mwanza. Ninashukuru sana kwa kunipa fursa ya kuweza kufika hapa leo angalau kuzungumza machache juu ya no reform no election. Fred Justin Mbwambo ni mjumbe wa mkutano mkuu nikiwakilisha jimbo la Same Mashariki. Lakini pia nimetia nia ya kugombea ubunge katika jimbo hilo la Same Mashariki. Karibuni sana. Asante sana. Tafadhali, hivi nini maana no reform no election? No reform no election kwa Kiswahili ambacho sio rasmi sana ni bila mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yatakoleta au yatakolisababisha taifa kuingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki, uchaguzi haufanyiki. Maana yake ni kwamba sio chama kitasusia uchaguzi na badala yake kitashirikiana na wananchi kuhakikisha uchaguzi haufanyiki. Ndio maana halisi au kwa ufupi wa no reform no election. Unafikiri ni mbinu gani ambazo zitapelekea jambo hili kuweza kufanikiwa ndani ya chama? Je, ni chama chenyewe au ni wananchi? Mbinu ambayo itatumika, ambayo imesemwa na viongozi wakuu pamoja na vikao rasmi vya chama ikiwemo baraza kuu na mkutano mkuu, ni kuzuia uchaguzi kwa kutumia nguvu ya umma. Kwa sababu tumekuwa na miaka 5 ambayo wananchi wamekuwa na viongozi ambao hawajatokana na kura zao. Nafikiri wameonja ile shubiri. Kwa hiyo tutashirikiana nao kwa pamoja kuhakikisha tunapata mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi kabla hatujashiriki uchaguzi mwingine. Je, Watanzania wako tayari kuweza kuonyesha umoja huo wa nguvu ya umma? Ili hali mwaka jana aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Freeman Mbowe aliitisha maandamano, hakuna wananchi ambao walitokeza barabarani, badala yake alitokeza yeye. Kwanza tukubaliane kwamba ya mwaka jana na nyakati zilizopita yalishapita. Na ndio maana ukizungumzia mwaka jana hapakuwa mwaka jana kabla ya Disemba, kwa sababu hili swala la no reform no election limetajwa kama msimamo wa chama Disemba mwishoni mwa mwaka jana na mwanzoni kabisa mwaka huu. Kwa hiyo ya mwaka jana na ya mwaka jana, kwa sasa chama chetu kimejikita kwenye no reform no election, na inawezekana kwa sababu Watanzania wanajua wana historia ndefu ya namna ambavyo wamekuwa wakiibiwa kwenye chaguzi ambazo rais akitangazwa kwamba ameshinda hata kama hajashinda anakuwa rais wenu na hamwezi kumpeleka mahakamani. Kwa hiyo ni jambo hilo linawezekana, na sisi kama chama cha siasa ambacho wajibu wake mkubwa ni kupeleka elimu kwa umma, kupeleka elimu kwa raia wa nchi yetu, tuna wajibu wa kuwaeleza na kuwaibua Watanzania waweze kuona umuhimu wa hii no reform no election. Tunapozungumzia masuala ya uchaguzi, manake tunazungumzia mustakabali halisi wa maisha ya watu. Utawala wa nchi yetu ulivyo na ambavyo tunatamani uwe unatokana na wananchi wenyewe. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa kuwa serious, wananchi wanatakiwa kukumbushwa, wananchi wanatakiwa kuelezwa kwamba matatizo yote ya nchi yaliyopo kwa leo ni kwa sababu ya kuwa na viongozi ambao kimsingi hawajatokana sauti ya wananchi. Kwa hiyo wananchi wapewe sauti ya kuingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki, ili tuwe na chaguzi zilizo safi na tupate viongozi ambao watakuwa na wakilisha wananchi na kupunguza kelele ambazo zimekuwa zikiwepo kwa muda mrefu. Lakini hivi karibuni tumemsikia makamu mwenyekiti wa CCM Taifa Mheshimiwa Steven Wasira akirusha vijembe kwamba hata Kongo kuna vita kuna uchaguzi. Kwa hiyo ni vigumu kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuzuia uchaguzi Tanzania. Je, mnamjibuje Mheshimiwa Steven Wasira katika maoni yake? Mzee Steven Wasira, baba yangu na mzee wangu, niseme babu, ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na sitarajii kiongozi yoyote wa Chama cha Mapinduzi akubaliane na jambo ambalo laenda kuitoa CCM madarakani. Ikumbukwe miaka kadhaa nyuma iliyopita
hayati Rais John Pombe Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, alisema kwamba kufika 2020 Chadema itakuwa imekufa. Lakini hapa tumesimama, tupo, tuna nguvu kuliko wakati mwingine wowote. Na ikumbukwe pia ni mwaka mmoja nyuma tumetoka kwenye organization ya kukihuisha chama chetu kuanzia kwenye ngazi ya misingi, ambapo tumepata viongozi kwenye misingi, kwenye matawi, kwenye kata, kwenye majimbo, kwenye kanda na mpaka ngazi ya taifa. Kwa viongozi wote hao kwa pamoja wakishuka kwa wananchi ambao wameumizwa kwa kipindi cha miaka mitano, naona kabisa swala la no reform no election linakwenda kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wananchi hawawezi kuvumilia miaka mingine mitano ya maumivu na mateso na ugumu wa maisha. Leo tumemsikia naibu katibu mkuu wa CCM Taifa Mheshimiwa Ali Hapi pia vijembe kwamba wao hawatumii dola kushinda uchaguzi. Je, ninyi mnasema kwamba no reform no election, mkirudia historia ya chaguzi kuanzia 2020, 2019, 2020 na 2024 chaguzi za serikali za mitaa. Je, hawa walitumia mbinu gani kuweza kushinda uchaguzi huo, ili hali leo naibu mkuu wa CCM Taifa anajitapa kwamba hawatumii dola kuweza kushinda uchaguzi? Kwanza Ali Hapi anatakiwa kuomba Watanzania radhi, kwa sababu ingekuwa kwa nchi kama ya marafiki zetu au majirani zetu Kenya, wangeshughulika naye kwa kiwango cha ajabu sana. Sisi sio kwamba ni watu ambao hatufuatilii mambo. Nape Nnauye alikuwa waziri, aliondokaje kwenye nafasi yake ya waziri? Nape Nnauye aliondoka kwenye nafasi ya waziri kwa sababu alisema siri za CCM ambazo hazipaswi kusemwa, na alichokizungumza Nape Nnauye ni ukweli kabisa kwamba CCM wanatumia mbinu nyingi kuingia kwenye madaraka, na hayo yamedhihirika kwa muda mrefu, lakini mbaya zaidi 19, 20 na 24. Kwa hiyo Ali Hapi kama anasema kwamba wao hawatumii dola kuingia madarakani, ni kama tu anatuona sisi wa Tanzania ni kama ni wajinga. Sasa tunatuma ujumbe tu kwa Ali Hapi kwamba sisi vijana wa nchi hii tutashirikiana kuhakikisha tunapigania mifumo ya kiutawala kwenye taifa letu, utawala wa sheria kwenye taifa letu, ili tupate viongozi ambao wanatokana na sauti ya wananchi. Na tangu uchaguzi wa Chadema tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 upite, yameibuka makundi mawili. Kuna kundi ambalo linaunga mkono no reform no election, lakini pia kuna kundi ambalo limejaa njaa ambalo linapinga maagizo ya kamati kuu kuhusu no reform no election. Nini maoni yako? Kwanza tukumbuke maazimio ya no reform no election yaliazimiwa kwenye kamati kuu iliyoketi mwezi wa 12 mwaka 2024, ambapo kikao hicho cha kamati kuu kiliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa chama chetu kwa wakati ule, Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Lakini maazimio hayo yalikuja kupewa baraka na mkutano wa baraza kuu chini ya mwenyekiti mpya Tundu Antipas Lissu. Sasa manake ni kwamba haya maazimio ni maazimio ya chama kwa ujumla wake, na maazimio hayo yamefikiwa ni baada ya kuona namna ambavyo tumeshiriki kwenye chaguzi 3 mfululizo: uchaguzi wa 2019, uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo mpaka kufika hatua viongozi na wanachama na wananchi kwa ujumla wanadai reform, mabadiliko ya taratibu za uchaguzi, ni kwa sababu ya utamaduni mpya ambao umezaliwa kwenye awamu ya Rais Magufuli na awamu hii ya Rais Samia. Tumeshuhudia ukiukwaji mkubwa sana wa taratibu za uchaguzi. Sasa wananchi na viongozi hawawezi kwenda kushiriki kwenye uchaguzi mwingine kwenye mazingira haya alafu tutarajie matokeo tofauti. Mmejiandaje na kuondoa haya matabaka mawili ambayo yametokeza, wale ambao wanaunga mkono na wale ambao hawaungi mkono, ili muweze kwenda wote njia moja ya kuweza kuboresha hiyo ajenda kule chama? Namna pekee ya kuweza kuwaweka watu pamoja ni kufanya vikao, lakini pia kingine
ni kuamini katika uwezo wa watu kwamba ndio sisi ni chama cha siasa ambacho kilikuwa kiko kwenye ushindani wa watu ambao ni strong sana, watu wawili ambao kimsingi walikuwa ni watu wenye nguvu sana kwenye chama chetu, na kwa vile sisi chama chetu ni chama cha kidemokrasia, mkwaruzano katika masuala ya kiuchaguzi upo, na ndio maana unaweza kukuta kwamba hata katika teuzi kwenye secretariat na uongozi wa chama kwenye ngazi ya kanda umefanyika katika namna ambavyo iko balance sana. Hakuna mtu anayelalamika kwamba ameonewa au upande fulani umeonewa. Ni kwamba chama kiko salama, kwa maana ya kwamba ukiachilia mbali makundi ya kiuchaguzi, lakini bado chama kiko vizuri. Kwa hiyo mwenyekiti aliyemaliza muda wake alipokuwa na aga pale ukumbini Mlimani City alisema kwamba ni lazima tutengeneze utaratibu wa kukiendeleza au kuendeleza ile kauli ya stronger together, na kwa mantiki hiyo ni lazima kama kuna watu yametokea majeraha katika michakato ya kiuchaguzi, basi wenye majeraha waweze kuponywa na wale ambao hawana majeraha. Kwa hiyo mimi binafsi naamini chama kiko salama na kiko pamoja. Na nini ushiriki wa vijana na makundi mbalimbali katika siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ushiriki wa vijana siwezi kusema ni mkubwa sana na siwezi kusema ni mdogo sana, kwa maana hata sisi tulioko hapa ni vijana, lakini sio kundi kubwa la vijana tunawakilisha vijana. Na vijana wengi wa Tanzania wamekuwa wakiangazia mambo mepesi bila kujua kwamba na wao wana jukumu kubwa sana la kushiriki kwenye haya ambayo tunayazungumza. Umeona kuna vijana wamejiorganize wenyewe, walimu wasiokuwa na ajira, na kuna vijana wengine ambao kada mbalimbali ambao hawana ajira na wenyewe wanalalamika. Sasa wao watachagua, wanataka samaki au wanataka bahari. Kama wanataka samaki, unaweza ukapata ajira lakini ukaja kukumbana na matatizo ya mshahara mdogo. Lakini kama unataka bahari, ukiungana kwenye no reform no election, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikashinda uchaguzi. Kwa hiyo kwenye swala la vijana, mimi nitoe rai kwao, kila kizazi kinapaswa kutambua wajibu wake, halafu watachagua kutekeleza huo wajibu au kuusaliti. Ni dhahiri kwamba kwa nyakati hizi vijana wanapaswa kuungana na kila kiongozi, wanapaswa kuungana na kila anayepaza sauti kuhusiana na mabadiliko ya taratibu za uchaguzi kwenye taifa letu, mabadiliko ya kisera, ili waweze kupata ajira, ili waweze kupata maslahi bora wanapoajiriwa, lakini pia ili waweze kumudu gharama za maisha. Kwa hiyo jambo hili linawahusu na natoa rai kwao waweze kushiriki moja kwa moja. Na mara baada ya uchaguzi tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 tulishuhudia uchaguzi ulio huru na haki wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupata mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu. Lakini mara baada ya ushindi ule tulimsikia mwenyekiti akisema kwamba hahitaji watu ambao ni machawa ndani ya chama, wala yeye hahitaji binafsi kuwa na machawa. Je, nini uwezo? Je, katika hii kauli ya Mheshimiwa Lissu ni kweli hajazungukwa na machawa au hatuna machawa ndani ya chama mpaka sasa? Kweli kumekuwa na utamaduni mbaya sana ambao umezaliwa siku za usoni. Utamaduni wa watu kuwasifia viongozi hata kwenye vile vitu ambavyo hawakupaswa kusifiwa. Yaani kiongozi akitimiza wajibu wake kikatiba sio swala la kusifiwa. Lakini jambo hilo Mheshimiwa Lissu alilizungumza vizuri. Na ni kwa sababu pia ya nature ya vijana ambao wamekuwa kwa nyakati hizi. Vijana ambao wamekuwa hawamfuati mtu, bali wanafuata ni mahitaji gani ya jamii yapo kwa wakati huo. Kwa hiyo kwamba wanafuata sera, sio asali. Yaani kwa mfano kama hawa vijana ambao wanadai ajira, hawana njia nyingine bila kuweza
uondoa utawala wa Chama cha Mapinduzi. Hawana option. Lakini ukifuata asali, huwezi kulambisha asali vijana milioni 3 au 4 ambao hawana ajira. Lakini tunaona sisi wamekuja na kauli mbiu ya maendeleo na utu songe mbele. Sasa kwa mtazamo kwamba wana nia njema na wananchi wa Tanzania pamoja na vijana pia, kuna tofauti zozote zile kati ya hali mpya, nguvu mpya na kasi mpya? Wamekuja na maneno matupu, maendeleo na utu sijui. Ndio wanagundua leo kwamba maendeleo na utu. Na kwa nini maendeleo na utu? Ni namna ambavyo unajaribu kutupamba tu. Unasema maendeleo na utu wakati umeingia kwenye mamlaka kwa kuumiza wengine. Kuna maanisha kwamba utu wanapaka rangi. Wanapaka rangi tu, kwa sababu uwezo ukasema maendeleo na utu wakati mwaka uliopita tu tena bado ni miezi tu. Watu wameuawa kwenye uchaguzi wa serikali ya mitaa. Leo unakuja maendeleo na utu. Utu gani ambao kuna baadhi ya watu ambao unakinzana nao tu kwenye fikra, namna ya kufikiria. Wanafikiri tofauti na wewe. Unaona hata hawafai tena kuwatumikia wananchi wao kwenye hiyo eneo mpaka unawaua. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo, mimi naona hakuna utofauti wote kati ya mambo ya hali mpya, nguvu mpya na yale ya hapa kazi tu. Yeah. Karibuni studio mara nyingine, na washukuru kwa mjadala mzuri. Asante sana. Asante sana. Na mwisho kwa kumaliza, huyu mwandishi, maendeleo na utu. Maendeleo, kuondoka kwenye sheria mbaya, kuweka nzuri, tutakuwa tumeendelea. Watupe sheria nzuri kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, tutakuwa tumeendelea. Utu, kila maisha ya kila Mtanzania yana thamani kubwa kuliko uchaguzi, yana thamani kubwa kuliko barabara, yana thamani kubwa kuliko madawati na shule. Kwa sababu kama mwananchi asipokuwa na uwezo wa kueleza mawazo yake, akieleza mawazo yake anapotea, nani atasoma hiyo shule? Utu ni tunu ya taifa letu. Kwa hiyo isiwe tu ni kauli ambayo imepakwa asali, lakini ndani yake kuna shubiri. Viongozi wahakikishe mwananchi aumizwe kwa sababu ya uchaguzi. Na maendeleo ni kubadilisha utaratibu wa mwaka 2020 kuwa na utaratibu mpya mwaka huu. Naanza kwa kusema no reform, no election. Tarehe 21 gurudumu linaanza kuendeshwa mpaka tutakapopata reform. Asante sana. Labda kwa kuongezea tu, nchi yetu inakabiliwa na matatizo kwa sasa. Mimi naweza nikasema makubwa mawili. Jambo la kwanza ni utawala tuseme utawala wa sheria kwenye nchi yetu. Ni nani leo, ni kijana gani leo ambaye hana jina, hana mali, baba yake hana jina, anaweza akapata shida, akapata nguvu ya kusema ngoja niende kituo cha polisi, nikifika kituo cha polisi nitasaidika kwa sababu nimeonewa? Ni nani? Ni kwa sababu ya changamoto kubwa ya sheria za nchi yetu. Tatizo la pili ni mfumo wetu wa uchaguzi. Ni nani leo, umesema Fred unataka kugombea ubunge, ashumu hauna jina, hauna mali, baba yako hana jina, hana mali, halafu una ndoto ya kugombea ubunge, unafaa, wananchi wanaona huyu anafaa. Kukosa kwako jina, ukakosa fedha, una sifa ya kuwa kiongozi, je, unaweza ukachagulika? Hauwezi ukachagulika, kwa sababu tu mifumo yetu ya uchaguzi hairuhusu mtu mwenye uwezo, asiyekuwa na jina, asiyekuwa na mali kuweza kushinda. Kwa sababu hawa ambao leo wako bungeni wanaenda kupokea kinua mgongo, ndio hawa ambao watatumia nguvu ya ajabu kweli kweli kuhakikisha kwamba huyu kijana mwenye uwezo, huyu kijana mwenye nguvu hafiki pale alipo kusogeza jamii yake ipate maendeleo kwa sababu tu hana fedha. Kwa hiyo tuna changamoto kama taifa la sheria za nchi yetu, lakini pia la mifumo ya uchaguzi wa nchi yetu. Na ndio maana kauli mbiu kwa sasa ambao kama Fred alivyozungumza, hii ya no reform, no election, kila mtu mwenye akili timamu, mimi nafikiri aingie kazini kuhakikisha hii kauli mbiu anaifanyia kazi, na CCM watake wastake
wafanye reform za uchaguzi, tuende kwenye uchaguzi ambao utakuwa ni huru na haki, uchaguzi ambao utaruhusu kila mtu awe kiongozi bila kumuua mwenzake. Mimi nashukuru sana. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 3 2025 ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atimiza miaka 4 tangu aingie mamlakani. Na wewe unasema kwamba hakuna utawala wa sheria. Lakini wakati huo pia alikabidhi tume ya haki jinai kuweza kushughulikia masuala mbalimbali ya sheria. Lakini je, huo utawala wa sheria ni kwa namna gani? Ukuwahi kusikia kwamba rais anasema katiba ni kijitabu tu? Sasa kama rais anasema kwamba ni kijitabu, aliapa nini wakati anaingia mamlakani? Ndio na mimi nakushangaa, kwa sababu maana ya kuzingatia utawala wa sheria ni pamoja na rais kuheshimu kwamba katiba hii ndio imemfanya amekuwa pale. Rais hatujamchagua, ni katiba ndio ilimpeleka pale. Anapozungumza ni kijitabu, maana yake haheshimu utawala wa sheria. Sijui unanielewa mheshimiwa? Nakweli. Haya, shukrani sana. Tuseme no reform, No election. no reform. No election. Asante sana. Asante sana.